kuna barua ambayo inatoka kwa Mungu kama barua, yani kama karatasi, barua ile yenyewe, yani Mungu mwenyewe anaitoa karatasi, barua yenyewe. Toka nimekataa kuisaini barua hii, niko nayo mimi mwenyewe, na leo ndiyo barua hii nimeweza kuifungua. Na inasema nini? Baada ya kuifungua barua hii ili iweze kusainiwa, Shalom, Bwana asifiwe. Rais wa Tanzania mpya, niko hapa leo, nataka nikueleze kuhusu barua ya wananchi, barua ya Mungu kwa wananchi, barua ya waandamanaji, ile ambayo nilikataa kuisaini mara 3. Leo nataka nikueleze barua hii. Sawa. Leo nimepokea tena barua hii na nataka nikueleze baada ya kupokea barua hii nini kimeamriwa au nini kimefanyika. Sawa. Barua hii nimeipokea na nimeweza kuifungua kwa mara ya kwanza. Kwa hiyo utajua nini kimekuwa nini na imeandikwa nini. Amen. Wakati naongelea mambo ya barua, watu wengi walikuwa wanadharau na wengine walitukana sana kuhusu mambo ya barua. Sawa. Ujumbe wote unaopewa na Mungu ni barua kwa mtu husika. Inakuja kwa ujumbe kama vile wewe unavyomwambia mtu, nenda kwa mtu fulani, kamwambie hivi na hivi na hivi. Hiyo ni barua. Lakini kuna barua ambayo inatoka kwa Mungu kama barua, yani kama karatasi, barua ile yenyewe, yani Mungu mwenyewe anaitoa karatasi, barua yenyewe. Peleka, nenda ukaisome. Achana na ile kukwambia nenda kaseme hivi na hivi. Barua kama barua, ndio maana nakwambia hii ni barua. Sio barua ya maneno, barua ya maandishi. Inahitajika isainiwe. Nikwambie nini kimefanyika kwenye barua hii. Sasa basi, barua hii ya Desemba ya waandamanaji ambayo ilikataliwa kusainiwa toka mwanzo. Barua hii ilikuja kwa mara ya kwanza Oktoba 26. Ndio ilikuja mara ya kwanza, ikaja mara 3, nikakataa kuisaini. Barua hii toka Oktoba mpaka leo, na leo ndiyo barua hii nimeweza kuifungua. Na inasema nini? Kilichoandikwa kwenye barua hii au kilichofanya barua hii niifungue. Sawa. Baada ya kuifungua barua hii ili iweze kusainiwa, ili niweze kuisaini, nimekuta barua hii imeandikwa mambo mengi, lakini sitakwambia, isipokuwa kikubwa na cha msingi, barua hii imeisha muda wake wa kusainiwa. Yaani tarehe iliyopangwa kusainiwa barua hii ilikuwa mwisho tarehe 29 Novemba. Maana ikifika tarehe 29 Novemba haijasainiwa, haiwezi kusainiwa tena. Maana yake imeisha muda wa matumizi, muda wa saini. Barua hii ya Desemba, waandamanaji kwenda Ikulu, mwisho wa kusainiwa ni tarehe 29 Novemba. Muda wake umeisha, na
nimeirudisha ili irekebishwe tena, sawa, ili ibadilishwe tarehe kwa sababu muda umeshaisha. Kwa hiyo nimeirudisha tena, manake muda wote nilikuwa nayo na muda wake umeisha. Kwa hiyo nimeirudisha tena ili irekebishwe tarehe, yaani iandikwe upya tarehe, alafu ndo nije kuisaini. Sijui unanielewa? Kwa hiyo barua hii, sawa, itasainiwa baada ya kurekebishwa tarehe, na barua hii itasainiwa kuanzia mwezi wa kwanza kwenda mbele ndio itasainiwa. Kama itarudishwa kwangu tena kabla ya mwezi huu kuisha, mwezi Desemba huu, mwezi wa 12 kuisha, kama itarudishwa tena ni saini, sawa, nitaangalia nini cha kufanya. Kama nitakuwa na uwezo wa kuisaini na kuzuia hiyo mitego ambayo imewekwa. Amen. Nataka nikwambie kilichoonekana katika barua hii baada ya kuifungua, ambacho kilifanya ishindikane kabisa kusainiwa, sawa, yaani pamoja na mitego ambayo wameitega, kama walivyotega Oktoba, wataua na wakafanya hivyo, lakini si kwa kile kiwango ambacho kilikuwa wamekipanga wao, na wakawa wameshindwa. Kwa hiyo ushindi ukawa umepatikana, sawa. Ndivyo hivyo hata barua hii ingeweza kusainiwa, sawa, na katika ule mtego ambao wao wameutega, sawa, kuna jambo la kuzuia ambalo lilikuwa limewekwa au limeandikwa katika barua ili kuweza kufanya ile target yao au lile kusudi lao lisifanyike vile wanavyotaka wao. Lakini kwa sababu haikusainiwa, manake hiyo ndio njia ya kwanza ambayo Mungu aliitoa kupitia barua. Kwa sababu baada ya kushindikana hivyo, Mungu akaitoa njia nyingine kwamba watu wasifanye 1, 2, 3, kwa sababu barua hii, katika ule mtego kuna kitu ambacho kimeandikwa kwenye barua hii ili kuudhibiti ule mtego, ili kuzuia, yani tukio linakuja au tukio linatokea, lakini halitokee katika kile kiwango kikubwa ambacho wao walikuwa wanakitaka, sawa. Sijui unaelewa? Ufunga unafungwa, lakini haufungwi magoli mengi, sawa. Unafungwa magoli kidogo, au kushinda unashinda, lakini na wewe unakuwa umefungwa goli moja badala ya kufungwa magoli mengi. Yani unashinda 5-1 au 3-1, isiwe 5-4. Amen. Sijui unaelewa hapo? Kwa hiyo sasa, cha msingi na kikubwa ambacho kinatakiwa kifanyike ili barua hii isainiwe, sawa, ili na hiyo mitego, sawa, ambao wameitega wao
isifanikishwe. Sawa, isifanikishwe. Kilichoandikwa kwenye barua hii, kikubwa kilichoandikwa kwenye barua hii. Sawa. Mimi najua, ila nakwambia wewe ambaye haufahamu jambo hili. Kuna mahali Mungu alinielekeza niende nikasimame hapo. Sawa. Kuna mahali Mungu aliniambia niende nikasimame eneo fulani, sitakutajia kwa jina. Niende katika eneo hilo. Nitakaposimama katika eneo hilo, nitazuia hilo jambo lisifanyike, hayo mauaji yasifanyike baada ya kusaini barua. Sawa. Kama vile Musa alivyokuwa anaenda mlimani kuomba Mungu wakati Yoshua yuko na majeshi kupigana na Waamori huko, sio na Wafilisti kina nani. Kwa ndio ilitakiwa iwe hivyo. Lakini mahali ambapo nilitakiwa kwenda au nilitakiwa kufika, sawa, nilitakiwa nifike nikamilishe kazi hiyo kabla ya tarehe 29 ya Novemba, niwe nimeshakamilisha huo mpango. Sawa. Lakini mpaka nafika tarehe 29 mpaka nafika tarehe 30 mpango huo haujakamilika na wala sijaweza kufanikiwa kufika eneo hilo. Na sababu kuu ya kushindwa kufika kwenye eneo hilo ni pesa. Pesa. Sawa. Pesa ya kuweza kufanya jambo hilo au kufika mahali ambapo natakiwa niende nikasimame kwa ajili ya hiyo barua. Baada ya kuisaini, ili huo mtego usifanikiwe, yaani natakiwa kusaini hiyo barua lakini kuna mtego lake. Kwa hiyo ili ule mtego usifanikiwe, kama nitasaini barua lakini ule mtego usifanikiwe, kuna jambo natakiwa kufanya. Sawa. Kama nitasaini hiyo barua bila kufanya jambo hilo, huo mtego utawanasa. Sawa. Kwa hiyo ndio maana ilihitajika pesa ili niweze kwenda hiyo mahali hapo sehemu. Sawa. Na baada ya kufika tarehe 29 sijafanikiwa kupata hiyo pesa, Mungu ameweza kusaidia ili kuzuia mambo mengine. Sawa. Kwa hiyo kwa sasa kama itatokea barua hii ikaenda ikarekebishwa, barua hii ikarekebishwa tarehe, sawa, ikarudi kwangu mwezi huu wa 12, sawa, na nikaisaini, sawa, na nikafanikiwa kwenda mahali ambapo natakiwa kwenda, ndipo yani kwanza nifanikiwe kwenda mahali ambapo natakiwa kwenda, ndipo itakaposainiwa hiyo barua kukamilisha hayo mambo. Bado natakiwa nifike, yani kufika lazima nifike ninapotakiwa kufika, lakini tatizo ni pesa. Sawa. Tatizo ni pesa ya kufika pale ambapo Mungu ameniagiza, kwa sababu ya changamoto ya kihuduma, changamoto ya pesa. Kwa hiyo sitaweza kufika kwa sasa hivi. Sawa. Na ndio maana inatumika barua ya Samia mwenyewe. Sawa. Kama pesa inapatikana kabla mwezi huu haujaisha, nikafika ambapo Mungu anataka niende, aliponiagiza kwenda, hii barua italetwa, itarudishwa mapema mwezi huu, manake itarudi na nitaisaini. Lakini kama pesa hakuna, basi siwezi kusaini na barua
itangojea. Swala ni hilo. Huku kuna mtego na huku kuna mahali panahitajika kufika. Watu tunawaambia nyinyi ambao mnatusikia kila siku, mpo kutusikiliza lakini kuchangia huduma hamtaki. Kuchangia kazi ya Mungu hamtaki. Mpo tu kukaa kusikiliza kufuatilia. Mpo tu kuangalia tu na kusikiliza. Vitu vingine kama hivi vinahitaji gharama. Shetani anapambana usiku na mchana. Wanahangaika. Si mnaona wenyewe kwa barabarani huko wanavyohangaika, wanavyotumia manguvu yao. Mauti haizuiliki kwa bunduki wala kwa risasi. Mauti inazuilika kwa neno la kinywa cha Mungu. Kama mimi nimeshinda mauti kwa neno la kinywa cha Mungu na kuifunga. Mauti haizuiliki kwa bunduki. Utakuwa na bunduki, utakuwa na walinzi, lakini mauti itakubeba tu. Una walinzi wa kutosha 10,000. Mauti yanapita tu. Yaani mauti haizuiliki na chochote, kwa sababu mauti ni roho isiyoshikika ila kwa mwenye nguvu. Biblia inasema hivi, tangu siku za Yohana Mbatizaji ufalme wa Mungu unapatikana kwa nguvu, na wenye nguvu ndio wanaoteka. Mjumbe wa Agano Nabii Musa ndiye amepewa kuwa mwenye nguvu ya kuteka ufalme wa Mungu, kuuleta duniani. Sio mimi, maneno ya Yesu. Tangu siku za Yohana Mbatizaji ufalme wa Mungu unatekwa na wenye nguvu. Mamlaka ya kimungu na nguvu ya kimungu inapatikana kwa mtu mwenye nguvu, haipatikani kwa mtu hohehahe. Kama Yesu alivyomwambia Petro, wewe ndio mwamba na juu yako nitajenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haitaliweza. Kwa hiyo habari ya kuhusu barua ya waandamanaji kusainiwa ndiyo hiyo. Barua iko pale pale. Kilichofanyika ni muda wake umeisha, kwa hiyo nimeirudisha ikarekebishwe ili irudi ni saini. Na itakaporudi natakiwa niwe nimeshapata pesa ya kuweza kufika mahali ambapo natakiwa kuwa nimefika. Au kama nimefanikiwa kupata pesa, niende mahali ambapo natakiwa kwenda, na barua ikija itasainiwa. Kama nilivyosema mara ya kwanza, niwaambia hivi, kama ilivyotoka hukumu ile barua ya Samia, nikamwambia hivi, wananchi watatumia au mapigo yatapita kupitia barua ile ya kuondolewa kwake ambayo imesainiwa mbinguni katika hukumu ya kifo. Na pigo la pili limekushachiliwa, pigo la moto. Baada ya Desemba 9 tu, Desemba 10 nikapokea pigo lingine. Namba zetu za mchango ni hizo hapo unazoziona kila siku tunakuwekea, lakini ukipiga hazipatikani. Namba hiyo ya Airtel ndio inapatikana kwa WhatsApp. Unataka mawasiliano, utatumia hiyo kwa WhatsApp, sio kwa kuweka kwa kupiga hewani. Amen. Na nyinyi mnaohangaika kufuatilia Nabii Musa, imeandikwa hivi, ili uweze kumpata Nabii Musa mahali ilipo roho yake, na mahali ambapo Mungu amehifadhi roho yake, ili uweze kuipata na kumpata, ili utimize lengo lako la kumua, ni baada ya miaka 50 ndio utafanikiwa hilo zoezi lako. Maana yake haiwezekaniki mpaka kazi ya Mungu iwe imekamilika na iwe imekwisha timizwa yote, ikumalizwa yote. Upo kama utaki hivyo hivyo.
na mtashuhudia ikiwa imekuwa kama alivyosema. Kulikuwa kuna barua imeandikwa. Hiyo barua imeandikwa na watu wa upande fulani, lakini ameandikiwa mtu anatakiwa asaini hiyo barua kana kwamba ameiandika yeye, lakini watu waliokuwa upande wake walikuwa wanakataa asisaini hiyo barua. Wa upande huu wanasema asaini, wa upande huu wanasema barua isisainiwe. Lakini hawa wote walikuwa ni ndugu wa baba mmoja. Kati hao ndugu wa baba mmoja, ndugu wa upande huu wanasema huyu mtu aliyekuwa amesimama mbele yao aweke signature kana kwamba hiyo barua ameiandika, hiyo barua isomwe kwa taifa la Tanzania. Lakini wa upande mwingine nao ni ndugu, wakanasema usisaini hiyo barua, ukisaini hiyo barua tutaingia kwenye shida. Aliyekuwa amesimama mbele yao akawa anashindwa afanye nini, kwa sababu ndugu zake wamegawanika, wamekuwa pande mbili, wote wanamsonga, kila mtu huyu anataka amue hiki na hao anataka amue hiki. Ikamletea shida kubwa sana. Baada ya hiyo shida likatokea anguko kubwa sana. Naongea kwa hekima ya Mungu, siwezi kuweka wazi kama unavyofikiri, lakini wenye akili timamu wananisikia na wanielewa. Baada ya hapo kutatokea kimya na namna hii kama unachokiona hapa.